Mtu akikwambia una mbele wala nyuma, unamwambia nini? Alimkorogea uchafu wa edhi. Ni kitu gani kadri unavyokitumia ndivyo kinavyoendelea kuwa kikubwa? Kwanza ni muongo. Yaani wewe sina mbele wala nyuma vipi? Mimi Kevo najiona kabisa nina mbele na nyuma. Unaniambia hivi mimi sina mbele wala nyuma. Bana, ni aje, mambo ni vipi? Unyama ni mwingi kabisa, ikiwa ni siku nyingine tena, ikiwa ni episode ya pili ya Eat and Talk Vibe. Of course tupo na story nyingi leo na tupo na mtu mmoja ambaye watu wengi mkimuona sijui itakuwaje. Nataka uniambie hapo tupo na nani, lakini pia bila kusahau tupo zetu hapa Rafikis kama kawaida. Tunakupiga zetu misosi huko, tuna enjoy kwa sababu kipindi kinasema Eat and Talk Vibe, yani tunakula, tunapiga story huko, tuna vibe. Sasa leo nipo na mwanangu Kevo, nipo na brother, mmoja kati ya mtu ambaye kule mjini Instagram ukizungumzia timu ya Yanga basi huwezi kumwacha kuzungumzia Kevo kwa sababu anaitetea vibaya mno. Yaani huwezi kusema kwamba eti unasema Yanga vibaya alafu yupo hapa. Itakuwa ni uongo. Kwa hivyo tugonge kwanza cheers kwanza. Naona umewahi kupiga kwanza kama kawaida ya hapa. Vitu vinashuka na vitu vinatelemka. Yaani hapa ukija hapa jua kabisa unaweza ukaja njaa lakini ukaondoka umeshiba. Umeshiba. Uhakika. Inakuwaje kama mkubwa? Fresh ndugu yangu, kwema? Kwema? Kwema kabisa. Mambo ni mengi. Of course ndo maisha ya kupambana hivyo. Harakati zinaenda. Harakati zinaenda. Unajua kwenye maisha yetu ya Tanzania ukiona pamepambazuka, siku nyingine imeingia. Jambo la kumshukuru Mungu. Kwa alhamdulillah maisha yanaendelea. Pumzi zipo. Pumzi zipo. Sasa kuna watu wengi wanakujua kama Kevo, mtu ambaye upo labda kwenye harakati za kimpira na nini. So nataka umwambie mtu ambaye Kevo yani ajue anafanya kitu gani nje ya mpira, nje ya ushabiki wa timu kubwa kama Yanga. So nataka tuambie pale kupitia Eat and Talk Vibe kwamba kiacha Kevo Instagram na timu ya Yanga ni mtu gani pia? Kwanza Kevo wa Instagram ni Kevo ambaye hana maisha mengine na haupaswi kumuingia kichwa kwa sababu unavokuja ndo atavokupokea. Yes. Kevo wa maisha ya kawaida, Kevo ni mtu mstaarabu, ni mtu ambaye kwanza ni mtu ambaye ni very familiar. Yes. Yaani mimi kukutana na mtu mpya, kutengeneza bond ni swala dogo. Kevo wa nje ya Instagram, nje ya Yanga, Kevo ni mtu poa sana, ni mtu mcha Mungu, of course ni mtu ambaye yuko busy na mambo yake. Bila kusahau pia Kevo ni msomi, kwa hiyo ukishakuwa msomi lazima ujiengage kwenye society na watu wa design tofauti. Kwa hiyo nje ya Instagram kuna Kevo mwingine mpya kabisa mwenye sura nyingine tofauti. Nyumbani kabisa inaonekana ni Arusha. Ni wapi tena ndugu yangu? Arusha ndo nyumbani kwetu. Unajua mimi kiasili kabisa nyumbani kwetu ni Kilimanjaro. Mimi ni Mchaga. Yes. Lakini baba na mama makazi yao ni Arusha na mimi nimezaliwa Arusha. Kwa hiyo naweza nikasema Arusha ni nyumbani nilipozaliwa, lakini leo hii ukisikia Kevo bwana hayupo tena duniani, Kevo ataenda kuzikwa Moshi kwa sababu Moshi ndo kwenye origin, na kama unavyofahamu bwana, Wachaga waachi vitu vyao. Damu zao zinarudi Uchagani kwenda kuzikwa. Kwa hiyo Kevo ni mtu wa Arusha. Nimesoma Arusha shule ya msingi, sekondari kidogo nimepita Kilimanjaro, nikaenda Pwani kidogo, nikaja nikamalizia advanced level Dar es Salaam. Yes. Chuo kikuu nimesoma Dar es Salaam. Kevo ni msomi pia kama ninavyokuambia. Mtu wa town. Kevo ana degree. Tena double faculty. Unajua kuna mtu anaweza kumwambia ana degree ya elimu, lakini Kevo ana degree pacha. Yaani sio mbili, lakini Kevo ana degree ya mambo mawili. Na degree ya utumishi wa umma na sayansi ya siasa. Okay. Umepiga kitabu sana kwa muda of course, basi tu swala ya Yanga tunaweuka kidogo kwa sababu ya kuitetea brand ya Yanga, lakini Kevo apart from the football fan, ni educated man. Ni mtu ambaye ana elimu yake, na when it comes to issues za kutumia elimu, niko vizuri kutumia elimu. Sijisifii of course, kwa nilipofika kidogo naona kuna mwanga. Na hivi nguvu gani ambayo inakufanya sasa uweze kuikingia Yanga sasa kifua, kwa sababu yaani ukizungumzia mtu ambaye yani kwa vyovyote hata Yanga hiyo inafanya kitu gani cha ovyo, lakini bado utaiweka kama bado ni timu bora kwa. Kwanza wewe unaamini Yanga ishafanya kitu cha ovyo? Kama sasa hivi unajua kama wanaenda tofauti hivi. Hapana, nasema Yanga inafanya vibaya, lakini ukisema Yanga inafanya kitu cha ovyo, kitu cha ovyo ni kitu ambacho yani abnormal, yani kitu ambacho kiko kwenye yani hakipo kwenye normal situation. Kitu ambacho mimi sijai kuona Yanga wakiwa wafanya vitu ambavyo haviko sawa, ila kuna hizi upside down. Leo timu ipata matokeo, kesho haijapata matokeo. As a football fan unakuwa emotion,
Unajua sisi na Yanga tunalala nayo, tunaamka nayo, tunasafiri nayo. Kwa hiyo sasa hilo sasa nakuja kwenye swala lako. Na kwa nini sana unaitetea Yanga? Kwangu mimi Yanga ni maisha. Si wewe unaweza kuwa unaiona Yanga ni timu ya mpira wa miguu, lakini kwangu mimi Yanga ni maisha. Pengine kama sio hiyo Yanga, hata mimi na wewe leo tusingekuwa hapa rafiki, tunapata chakula cha jioni. Kwa hiyo kwangu mimi Yanga ni zaidi ya familia. Mimi sasa hizi nina mwaka wa 4 tokea nimemaliza university, lakini ukiitenganisha Yanga na maisha yangu, I'm nothing. Yanga inaniingizia hela. Sasa hapa kwenye hela mtu anaweza kwambia Kevo chawa wa viongozi analipwa, lakini mimi kwangu Yanga nimeitoa kutoka timu ya mpira wa miguu, nimeifanya kuwa sehemu ya maisha ambayo Kevo anapaswa kuishi kila siku. Gotcha. Nafanya biashara zangu nyingi, isidepende na Yanga, nauza jezi mimi kama unavyofahamu. Wateja wangu wengi wa jezi ni mashabiki wa Yanga. Sasa uwezo kununua jezi wewe ni mshabiki wa Simba. Kwa hiyo sometimes mimi nakiona mchambuzi au wewe unaiattack Yanga, naona wewe unahatarisha mimi ulaji wangu. Kwa hiyo sometimes kwangu mimi Yanga ni maisha. Mimi nimemaliza chuo kikuu, kuna watu nimemaliza nao chuo kikuu cha Dar es Salaam. Wana degree zao nyumbani, wamekaa kwa vijijini kwao, lakini kupitia hii timu ya Yanga naendesha maisha yangu, nakaa sehemu nzuri. Natumia simu nzuri kama unapoona 17 maisha yangu sio njanja pia. Kwa hiyo Yanga imenitransform kutoka kwenye maisha fulani hivi. Wazazi wangu pengine nao hii timu ina play part kwenye namna moja au nyingine. Kwa hiyo hii imeanzia nyumbani kabisa. Imeanzia nyumbani. Mimi hivi karibuni sio inaweza kawa sio mwaka huu, lakini hivi karibuni kuna jambo tu mimi nitalifanya ambalo litashtua watu wengi. Of course, yani lazima hata wewe utashtuka. Unasika tu kuitwa. Ni nyumbani kwetu sasa sijui. Tutakuja. Nitawakaribisha nyumbani kwetu. Kwa hiyo kwangu mimi Yanga ni maisha ndugu yangu. Ukiacha hivyo imenipa platform kubwa. Sasa hizi ukienda mkoani Kevo Yanga. Kevo Yanga. Kwa hiyo ni Kevo sasa hizi imekuwa jina kubwa kwa sababu ya Yanga. Kama sio Yanga nisingekuwa mimi nina kitu gani extraordinary mjini ambacho kitanifanya mimi kunipeleka mjini. Ni Yanga yangu inanipeleka mjini. Nimepata platform Instagram. Kule Instagram sasa hizi ukienda kufuatilia, sijisifii lakini miongoni mwa mashabiki wenye numbers Instagram ni Kevo. Hizo numbers zinanipa hela. Nafanya kazi na watu wa kampuni mbalimbali za kubashiri matangazo, watu yani biashara nyingi. Kama ni mtu wa kutia kambi kwenye peji yangu, utakuwa unanielewa nini nafanya. Kwa hiyo kwangu mimi ile timu sio timu ya mpira wa miguu, ni zaidi ya timu ya mpira wa miguu. Naamka nayo, nalala nayo. That's why mimi ukija Instagram kwangu ukinikomentia sio chawa. Na yani naona kama wewe ndio umekengeuka, kwa sababu Yanga ni sehemu ya maisha yangu. Mimi Yanga imenifikisha sehemu ambapo pengine kwenye historia ya maisha yangu nisingefika. Ningefika South Africa lini? Malawi ningefika lini? DRC Congo ningefika lini? Rwanda ningefika lini? Kuna mikoa mimi sasa ningeenda kufanya nini? Kwa mfano kwa Wasukuma mimi ningeenda kufanya nini? Mwanza ningeenda kufanya. Lakini kupitia Yanga, kupitia activities tunazofanya za Yanga, Yanga ndio maana nakwambia kwangu ni zaidi ya timu ya mpira wa miguu. Sawa, nataka kujua kupitia maisha ambayo tunayapitia sasa hivi, kitu gani umejifunza kupitia maisha ambayo unayapitia pia? Yaani kitu gani umejifunza kupitia maisha ambayo yapo sasa hivi? Nimejifunza kuishi na watu wa design tofauti. Unajua ukiwa socialize na watu bila kujali hawa ni wa mpira, hawa ni yani the more unavyozidi kupata umaarufu ndio the more unavyozidi kukutana na watu wengi. Kwa hiyo imenikutanisha na watu wengi mbalimbali ambao najua huyu ni tajiri niishi naye vipi, huyu ni shabiki yangu niishi vipi, huyu ni kiongozi wa timu yangu niishi vipi, na anapata kujifunza mambo mengi. Unajua ukiwa nje unaweza ukajua labda Kevo ni mtu ambaye labda simu zinaita nyingi sana za matajiri, lakini kupitia maisha yangu mimi, image yangu inavyoonekana na mimi sometimes tunakosa hela ya kula. I know. Lakini sasa kuna mtu anakikujenga huko Kevo. Mimi nikikuonyesha DMs zangu, watu wananiomba kazi. Watu wananiomba hela, za pingamuzi, watu wananiomba niwatafutie kazi. Yaani kuna mtu nje, unaweza kujichukulia uko poa, lakini mtu nje akakuonyesha wewe ni mtu mkubwa ambaye ana dream kufika wewe ulipofika. Kwa hiyo kupitia haya mambo yetu mimi nimejifunza mambo mengi, nimejifunza kuishi na watu wengi. Kuna mtu ambaye haukuishi naye chuo wa design hiyo, kuishi naye kwenye maisha ya safari ya kielimu. Kwenye mpira unakutana naye, imenikutanisha na watu wengi sana wakubwa. Mtu kama mimi sasa leo Halib Said Mohamed litajiri kama lile, mimi ningekutana nalo wapi? Lakini sasa tunakutana Yanga. Mtu kama Motsepe mimi ningekutana naye wapi?
kupitia mambo ya football. Mtu kama Infantino, mimi nimeshakutana na Infantino Arusha kwenye mkutano wa CAF. Saa ngapi ningekutana naye kama sio mambo ya football? Kwa hiyo kupitia haya maisha yangu ninayoishi yamenikutanisha na watu wengi na nimejifunza mambo mengi kupitia hao watu. Changamoto gani ambayo imekujenga kuwa Kevo ambaye tunamwona sasa hivi? Nasikia kuna changamoto nyingi tunazipitia nyuma, kuna maisha ambayo tunayapitia ambayo yanatufanya sasa hivi ama yanatufanya tuweze kwenda mbele zaidi kuliko kurudi nyuma. Sasa nataka kujua kitu gani ambacho kimekufanya sasa hivi Kevo tunamwona, yani Kevo sasa hivi alivyo, changamoto ambayo alishakuipitia nyuma. Of course changamoto ni nyingi sana. Unajua as long as ni mwanadamu na huko kwenye kutafuta kitu fulani lazima changamoto unazikuta. Kwa changamoto mimi nimezikuta sehemu mbalimbali. Kuanzia chuoni. Unajua mimi nilikuwa nasoma lakini nikisikia Yanga inacheza yani ujue kama kesho kuna testi basi hiyo Kevo ujue hiyo testi anaenda kufanya lakini hajasoma. Lakini namshukuru Mungu sijawahi kupata sapu, sijawahi kukeri somo lolote chuo kikuu, na of course nilikuwa naenda mpirani na matukio ya Yanga na hudhuria, lakini ukisoma pia GPA yangu sio mbaya. Sio wanasemaga chuoni wanasema sio wanasema GPA za nini? Wanasema GPA za karai. Yaani unakuwa GPA lakini yani ni balance lakini yani ni zeshen. Namshukuru Mungu kidogo GPA yangu kidogo ni nzuri. Sio ya vidudu, ni GPA ambayo inajieleza. Mimi sasa hizi ukisema niache shughuli zangu za football ni serious kwenye searching job. Napata job nzuri kweli tena yenye descriptions nzuri na mshahara mzuri, lakini kuna kitu kwenye football nakipata zaidi. That's why sipati huo ushawishi wa kuchukua sasa hizi vyeti vyangu na kwenda kuvitumia. Kwa hiyo changamoto ni nyingi. Nilikuwa chuoni vile unakuta leo na lecture Yanga wana tukio, unahitaji Yanga upate platform zaidi, chuo kinakuhitaji kusoma. Kwa hiyo niliweza overcome hizo changamoto. Mimi mpaka siku na post picha zangu za graduation, watu walikuwa wanasoma. Ulikuwa unasoma, umeweza vipi kumanage? Tulikuwa tunasoma nao chuo, at least ndio walikuwa wananiona this struggle ya Kevo kwenye mpira, kitu ambacho kimenilipa. Unajua mwanzo ni mgumu mwanzo nilikuwa naenda shabiki. Sasa mimi nakataga watu wanasemaga sio Kevo ni shabiki wa Yanga ya Maele, sio Yanga ya juzi au wamekuja kuivuruga Yanga sio moja mbili tatu. Mimi Yanga niko muda mrefu, ila sasa watu wameanza kuniona nini Yanga, nimeanza kupata platform hiyo Yanga ambao wanaisema wao. Lakini mimi nipo Yanga muda mrefu. Mimi nilikuwa nikienda Yanga taifa nakaa mzunguko. Mimi Yanga nimeanza kuifuata mkoani, sio na magari ya matawi. Mimi nilikuwa napanda basi. Unaifuata huko. Naifuata. Kuna mechi Yanga tunafungwa goli 2 na Lipuli. Nadhani ilikuwa ni uwanja wa Samora. Iringa. Mechi ile mimi nimeenda na basi, lakini kuna mtu anatoka, wewe Yanga Engineer Harris, wewe Yanga Fiston Maele. Sisi Yanga tupo muda mrefu. Upside and down zipo. Umeenda sehemu fulani umekutana na Wakongwa, watu ambao wamekutangulia, kukunjiana, si unajua hizi zipo. Sisi Yanga tumekunjiwa. Yaani kuna ile nyakati unafika kukaa kwenye bomba pale, wewe unaona mashabiki ni wafia timu, lakini mtu ukikaa kwenye bomba anaona wewe umekuja kufanya nini. Kwa hiyo changamoto zilikuwa ni nyingi mpaka kuwa sasa hizi Kevo. Kuna nyakati mitandaoni kulikuwa kumedown, lakini sasa hizi unaona Instagram numbers zinazokope. Hata kama ni ukisoma zile comment utakuta hata moja tu ndio iko upande wa Kevo, lakini zote zimempasua. Lakini hizo numbers ndio zinaleta watu. Mimi kwenye page yangu nafanya nao matangazo despite ni za matusi au ni za nini. Sasa mimi kumblock mtu unaona ile katika somo mimi ukiona Kevo nimekublock, unajua that's too much. Yani kuna kitu wewe umezingua Kevo ambacho anaona hata kwenye image ya watu kuja kukisoma hakipendezi. Lakini kukuta eti mimi ni mtu wa kublock, hapana. Wanaoishi na mimi karibu ndio wanajua Kevo ni mtu wa design gani. Mimi ni mtu wa football. Alafu kuna sometimes mimi nimenyooka. Kuna sometimes unaweza kuona Yanga wanapita njia fulani mbaya, lakini mimi nikaja nikakwambia Yanga tupiti njia fulani mbaya kwa sababu moja inakuja na fact. Yaani ukinipinga unipinge kwa fact. Kwa hiyo ndio hivyo, changamoto ni nyingi kama unavyojua. Bado zipo of course. Hawezi ukasema umevuka changamoto. Kevo bado ni mtoto mdogo sana ambaye yani anahitaji push kubwa kwenye mitandao, push kubwa kwenda mjini. Kwa hiyo changamoto ni nyingi. Kuna nyakati tunakutia changamoto za fedha, za kimaterial, za vitu kama. Kuna nyakati mimi nilikuwa nashinda mpaka kununua jezi za Yanga, yani nafanya kuomba jamani ninunulie jezi. Lakini sasa hizi nilipofika si haba, sasa hizi nauza tena. Sasa sio issue ya kununua. Sasa hizi kuuza mtu akiona vile anajua basi atoa mzigo auze. Kevo amepambana mwenyewe kutafuta mtaji wake, ameuza. Na hicho cha bure unakipatia wapi? Tugonge kwanza cheers. Hiyo ni step kubwa. Wanasema kutoka chini hadi kuwa haujafika juu, lakini kuna level fulani unaona kabisa nilipotoka sio sawa na nilipo. Kwa hiyo jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, maisha yanaendelea. Wewe ukija Instagram, wewe chawa unalipiwa na viongozi.
ukweli anaujua mtu mwenyewe na anajua watu wake wa karibu. Mimi binafsi yangu mimi kwenye hizo safari unazoniona wewe zote za mikoani, sijui Yanga inacheza na Namungo Lindi, Yanga inacheza na Pamba, sijui Mwanza, Yanga inacheza na TRA, sijui Arusha. Sijawahi kulipiwa mimi na kiongozi yoyote kuanzia from the bus fare mpaka kwenye tiketi ya uwanjani. Lakini ndo Tanzania yetu hii, uwezo kumzuia mtu kuja kwenye comment section kukuambia unalipiwa au una defend kitu gani. Sasa leo hii kwa mfano issue ya Djigui Diarra. Unataka niseme Diarra amekosea azibiwe kufungiwa mechi 10? Sio sifa ya shabiki. Shabiki anaisupport timu yake. Kwa hiyo utamjenga Kevo chao kwa sababu umeshamwekea perspectives mbaya kichwani kwamba yeye chochote anasifia bila kuangalia Kevo ana support upande gani na kuna kitu gani. Kwa hiyo ndio changamoto ndogo ndogo kama hizo, lakini kusema changamoto kubwa kwenye namshukuru Mungu mimi changamoto kubwa sijakutana. Sometimes kuna maamuzi ambayo tunayafanya kwa ajili ya kuwa na maisha bora na maisha mazuri. So nataka pia uniambie ni uamuzi gani ambao uliufanya ukakufanya hadi uwe sasa hivi ulipo, uamuzi ule wenyewe. Uamuzi kwenye English tunasema commitment. Commitment ni kujua kitu gani unataka na nyakati gani zitafikia, na kusubiri wakati sahihi ambao Mungu anakupangia. Kwa hiyo nadhani kama ukiweza kumaintain hivyo vitu vitatu, nadhani viwili, kusubiri wakati Mungu amekupangia na kuamini kwenye kitu ambacho unakiona mbele yako. Mimi niamini kuna siku mimi nitakuja kwenye mpira, nitakuwa shabiki wa Yanga, tena tu sio shabiki wa Yanga, shabiki wa Yanga ambaye anatazamwa, influencer. Sasa as we speak hivyo ni influencer. Anatazamwa. Watu wanafuatilia. Either au wanaomtazama ni positively way au ni negatively way, lakini tayari nimeachieve kitu ambacho nilikuwa nakitamani. Ningeweza kusema kwenye mpira kuna nichelewesha, siwezi kutoboa. Let focus na chuo. Ningefocus na chuo sasa hizi ningekuwa nyumbani kwetu Arusha sasa hizi. Sababu sasa hizi ajira sasa hizi zeshe. Ngumu. Ningekuwa sasa hizi nyumbani kwetu, lakini niliamini naweza kufanya kitu fulani nikiwa nasoma. Hicho kitu sasa hizi kimekuwa manipulated, sasa hizi kimenitransform sehemu moja. Ile elimu nilikuwa naipambania nimeifanikisha. Lakini nilichokuwa nakipambania nakiona na kiishi sasa hizi. Kwa hiyo nikuto kukata tamaa, kufocus na kitu ambacho nakiamini na kusubiri wakati sahihi. Unajua unaweza ukaforce alafu mambo yasiende. Yaani kuna mambo tu muda yanakataa tu, yani nyote inakuwa imegoma. Kwa hiyo nadhani ni hivyo tu viwili ambavyo ukijitahidi sana unafikia malengo. Na sio tu ya kuwa shabiki, ya kuwa hata kama sasa hivi mtaka kujenga nyumba. Haamini kwanza naweza kuijenga hiyo nyumba. Muombe Mungu akupe wakati sahihi wa kuianza hiyo nyumba na kufanikisha lengo lako. Kwa hiyo nadhani ni hivyo ambavyo kidogo mimi ndo navipenda kuamini. Mimi nikiamini mimi naweza nikaamini kwamba Kevo ataweza kumiliki gari 2028. Na nikaanza project za mimi tuone jinsi ya kulipata hilo gari. Sasa mtu akija kukuona na hilo gari, Kevo chao. Uchao umelipa. Uchao umelipa. Sasa hizi mimi sikufichi, mimi jezi naweza katoka nimevaa ambayo yani labda ni ngumu sokoni haipo. Yule si chao akapewa. Lakini nikijitaji jambo langu mimi linaweza likachelewa my friend, lakini kutimia linatimia. Na imani katika step by step. Afu na imani kwenye kitu ambacho mimi. That's why mimi siwezi kudream kuwa na ndege sasa hizi. Hilo gari sina. Na dream vipi kuwa na ndege? Dream kitu ambacho unakiona kweli unakifikia na unaamini kabisa nikiweka juhudi hapa nakifikia. That's it. Mtu akikwambia una mbele wala nyuma, unamwambia nini? Kwanza ni muongo. Yaani wewe sina mbele wala nyuma vipi? Mimi Kevo najiona kabisa nina mbele na nyuma. Unaniambia mimi sina mbele wala nyuma. Naiona kabisa nina future yangu. Na nilipofika, unajua mtu ambaye hana mbele wala nyuma ni mtu anaweza labda analala kale yako kule kwenye majengo chini pale asubiri watu wafungue wamuhamishe aondoke. Hata Kevo unasema vipi? Hivyo unaweza kusema mtu ana mbele wala nyuma anaweza akasafiri na timu mikoa yote ya Tanzania. Achana na hizo za nje, mikoa yote tu ya Tanzania. Unasema vipi Kevo ana mbele wala nyuma? Yuko online 24/7 hata kama ndo wifi inalipiwa. Unasema vipi Kevo ana mbele wala nyuma? Anamiliki iPhone 17, ni mtaji ambao akisema sasa hizi akaiuze anaenda kuinvest sehemu hata kama ndo kibiashara kidogo. Sasa unasema vipi Kevo ana mbele? Umeiona account ya Kevo ana shilingi ngapi? Mtaji wa jezi unajua ni shilingi ngapi? Jezi sije kuchukua pisi 180 unaiongelea milioni 3.8. Milioni 3.8 ni hela nyingine ya mtu mwingine ya mtaji. Sasa unasema vipi Kevo ana mbele wala nyuma? Hiyo mtu anatafuta. Siamini kwanza kwenye hilo swala la Kevo ana mbele wala nyuma. Kevo ni mtu mwingine mwenye ndoto zake za anaziona kabisa zinatimia. Sasa sina mbele wala nyuma. Anyway, nishakwambia ni mwishoni mwaka huu au mwanzoni mwakani nitakionyesha hicho kitu. Sasa
binafsi nakataa hiyo kauli yako na ishindwe na ile Kevo ana future yake na mbele wala nyuma anaziona. So hana mbele wala nyuma. Kwanza Kevo sio maskini. Hiyo na ignore. Kevo sio maskini. Maskini ndio ana mbele wala nyuma. Kevo sio maskini. Sasa kama naweza kulala na nikapata milioni 3 na kulala kuzuri ni hapo. Na simu ya kutumia nzuri na akaunti ninayo. Unasema vipi Kevo anajitafuta kweli? Hana maisha hayo lakini sio mbele wala nyuma. Okay. Hivi mapenzi ya kweli kwako na define, yani unaelezea vipi? Mapenzi ya kweli na nani? Mapenzi ya kweli na kitu fulani, mapenzi ya kweli baina. Yale mapenzi ya kweli yani mahusiano, mtu akwambia da, Kevo na mapenzi ya kweli au anamwambia da, kwa mke wangu mimi na mapenzi ya kweli. Wewe kwako unaelezea vipi? Kwanza mimi mapenzi ya kweli ya RIP. Ya kimahusiano. Kweli sijui mbeleni unajua binadamu anapanga na Mungu anapanga Yes. Lakini yale mapenzi ti serious Kevo nimesarenda kila kitu kwa mtu. Kwa mwanamke yani nimemwachia mwanamke kila kitu. Kevo ashatoka huko. Kevo ashaumizwa. Ikafika sehemu akaona mapenzi zinasi. Tena ameumizwa katika unajua ile puberty area. Puberty area. Yani uko kwenye era fulani hizi za puberty za kubale fulani. Okay. Yani mimi nimeshaumizwa na mapenzi kiasi kwamba nikikupa story yangu unaweza usile hicho chakula. Hebu Mungu wangu kwanza nile afu ni kwa nini mpaka ule? Usimanengane za disile. Kwa nini nataka nile? Unaweza usile ndio. Unipe story kidogo. Mimi bwana sio muumini wa mahusiano na wanaonijua. Naweza kwambia Kevo yuko single. Of course Kevo hayupo single. Kevo ana mwanamke wake ila hajataka kumweka public. Yes. Ana mwanamke wake. Mimi nimepitia situation moja ngumu sana. Nikiwa nasoma St. Teresa of Avila. Mimi have a girlfriend by that time. Alafu mwisho wa siku akanifanyia tukio ambalo oh my goodness. Tukio baya unajua wewe usitake tu kusikiliza masikio yako kulisikia tukio baya. Watu wanataka wasikie. Walisoma na mimi bwana nilikuwa na girlfriend. Yes. Huyo girlfriend alikuwa ananipenda. Sana tu. Jina nalihifadhi siwezi kulitaja. Yes. Rafiki yake akawa ananipenda. Shemeji kazimia muziki afu anashinda. Sasa rafiki yake kwenye kunipenda ana win vipi hiyo bato? Kevo anampenda mtu wake. Mtu wake anampenda. Mimi nampenda Kevo. What next? Aka create such a yani kama niseme ni relation more than a friend. Yeye na rafiki yake. Anamkomesha vipi rafiki yake? Oh my goodness. Urafiki ukazidi kauzidisha urafiki. Sasa kilichofuatia it's a bad situation of course kwa sababu ilimpelekea yule dada. Siwezi kusema ni mwanamke wangu kwa sababu long time ago tushaachana. Tutafutane hata namba yake saizi sina. Of course nikihitaji pia kwa nayo nitaipata kwa sababu chain yake bado ninayo. Okay. Akawa amezidisha urafiki. Unajua ile boarding tena mnasoma moshi baridi nini. Moshi kwa muda wa prep mtu akikupa chai amekuokoa. Chai ya moto amekuokoa sana. So kwenye chai kamwekea rafiki yake vile kamkorogea manini peanut butter nini kwa bata zile peanut nini kwenye mikate hasa mule kwenye chai kumkomoa rafiki yake. Mimi nampenda Kevo, wewe unampenda kwa nini? Bwana alimkorogea uchafu. Alimkorogea uchafu wa hedhi. Ndio maana nakwambia hiyo story. Kwa kwenye kumkorogea baadaye akaja akanywa ile chai, sasa sukari nyingi, kama kwa bata manini, ka mix. Yule dem kaumwa. Kafika hospitali moja inaitwa Huruma, Ikorombo mkuu. Mamwa nini huyo? Inaonekana kala uchafu. Matroni kaitwa kabano. Bwana kwa 1 2 3 4 5 mpaka inakuja kujulikana sasa yule bwana amelishwa hivyo vidude, yule binti amelishwa hivyo vidude. Ikabidi tu akili, mimi kwa mkunywa chai, kwa makande, shule, usiku nimeingia prep nimekunywa chai. Kwenye kubanwa, akaelezea hiyo scenario, ndio sisi tukajua alichomlisha. Kilichofuata ni kala suspension ya wiki 4, kafukuzwa shule. Na yule naye kaambiwa anaendeleza mapenzi shuleni, kapona, kapoa spa huko ya kutoka hospitali kwenda nyumbani kuja na wazazi pale. Hivyo. Kwa hiyo lakini wewe Mnyamwezi ukabaki anaja kuichekea ile suspension wiki 4. Na kuja na mzazi hivyo
So from that mimi nikawa nime yani ile kumpenda sana, yani naona yani why yani kuweka mtu moyoni, yeye kakuweka, mtu mwingine anakutaka. Kwa hiyo yani mimi zile prokushani binafsi I hate hivyo. Yani nikajitokea tu kusema yani kumweka mtu yani mapenzi au unayoongelea ya swali lako. Yapo, lakini kwa 100% kwenye kichwa changu na ni mimi Kevo. Mimi hapa kama ni 100%, kama ni nyingi sana 32, 33. Lakini kusema eti kwamba eti nimpende mtu, yani unajua kuna mwanadamu unampenda mpaka unalia mtu. Binafsi mapenzi yangu nimeacha shule. Unasema chochote unapambana kwa ajili yake. Yani kwa nini yani mahusiano tufikishie? Kwa hiyo kwangu mimi sio muumini sana mahusiano. Hivyo unaamini katika urafiki wa mwanamke na mwanaume? Of course, upo. Mbona sisi tuna marafiki zetu wanawake na tunaishi vizuri na sio mahusiano. Yani nyinyi mnachotaka ku click ni kwamba huyu Kevo akihusiana na binti fulani. Sasa mahusiano, lakini sio mahusiano. Urafiki huu, mimi na marafiki zangu ambao yani unaweza ukasema they are dating. But not yani ni urafiki wa karibu wa mpirani, wa kwenye lifetime hivyo. Kwa urafiki upo. Of course, mimi na marafiki zangu both wa kike na wa kiume. Na mimi mpaka uwe rafiki yangu una kitu extraordinary. Mimi Yanga kwa mfano sasa hizi Yanga mimi sina rafiki. Uwezo kana sio Kevo yuko na Godi Yanga ndo rafiki yake, sio yuko na Fomao. Wale ni majamaa zangu, washikaji zangu, tumekutana kwenye Yanga. Tunafahamiana kwenye Yanga, lakini ni Kevo na nyuma na marafiki zake ambao yani pengine wewe wajua wala hujawahi kuona nao. Rafiki unajua ni more than, yani ni mtu ambaye ni zaidi ya kukutana naye, yani zaidi anaweza kama ni ndugu yako. Nao wawili watatu watano ambao yani Kevo sasa hizi wanajua Kevo sasa hizi akianguka wapi wampeleke, wapi Kevo anaishi. Kevo ni kwao ni pako 1 2 3. Kevo sasa hizi simu yake password ni iko hivi. Wapo lakini ni wachache. Sasa hapa kabla tunaendelea hapa kuna maswali ya kuchanganua ubongo kidogo. Hii tunaita 4 card. Kuna maswali hapo humu. Nipe pilipili kwanza. Kuna hizi card. Nataka pilipili. Mbona maswali mengi hapa? Haya ni hapo manne. Sasa haya manne machache. Yaani machache tu. Hii zipo kuna hizi card kama kawaida yetu hapo. Kija hapo kuna Eat and Talk lazima umalize na haya maswali. Sasa haya ni maswali tu ya kawaida na ni maswali ambayo tunayaishi. Maswali yanasemaje? Sasa hapa kuna swali linasema upo fresh lakini kichwa umekiandaa. Kichwa nimekiandaa. Sio unaona ndio hivi nimeweka kama pilipili mengi ili kichwa kiwashe kabisa. Kama unakipiga kidogo, kipiga kijiko afu tuendelee hapa maana sisi bado tupo rafiki kama kaa tuna enjoy msosi na vitu vingine. So ukienda pale Instagram wasearch kama Rafikis, utakutana na msosi mikali kama hii hapa, alafu utakutana na bila yani wanasema zile vyakula vyao ni bei affordable yani. Ukienda pale wewe na mwanao na vitamu vipo vimenyoka. Sasa hapa swali la kwanza linasema utoe Kiswahili fasaha cha neno kompyuta. 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 Amekuja kunipigia shoti. Twende sema wewe upo tayari. Kompyuta. Tuke kokotozi. Kompyuta. Nipigia. At least kidogo laptop, kompyuta mpakato nini wanasemaga laptop ile. Kwa hiyo hilo tumelimeenda nje la kwanza hilo. Hilo gumu sana. Ni jepesi lakini nimesahau. Umemwona shabiki msomi la kwanza limeenda pembeni. Sasa kompyuta mimi naijulia vipi Kiswahili jamani? Hata hiyo laptop ina Kiswahili. Yaani kwa sababu laptop ni kompyuta. Kompyuta mpakato. Hebu wewe tuambie katika comment section hapo. Kwamba ni Kiswahili fasaha cha kompyuta ni kipi? Kuna kile Kiswahili chenye achana sio alosema kompyuta mpakato. Hapana. Swali la kwanza ameenda nje. Na ni shabiki msomi na degree hizi. Sasa degree utafundishwa Kiswahili kompyuta. Ipo sasa. Unakuwa kama nyumbani bwana mama ukikosea. Nimetumia hela zangu za bure kukusomesha. Sasa hiki kitu cha nyumbani unafundishwa saa ngapi shule? Kompyuta mimi sijui ndugu yangu. Sawa, twende swali la pili. Inasema bahari kubwa kuliko zote duniani ni ipi? Bahari kubwa kuliko zote duniani ni Pacific Ocean. Hilo katika ndo tunaona sasa hilo liko shule. Liko shule. Ila Kiswahili cha kompyuta shule mimi sijawahi kufundishwa. Lipo lakini labda Kayumba. Unajua kama hii simu unaotumia inaitwa rununu. Simu Kiswahili inaitwa rununu. Umeona hizi tunazokula zinaitwa vibanzi.
Twende swali la pili. Kidogo at least kwenye manne siku si yote. Hilo la pili umepata hilo la Pacific. Hapa kuna swali la tatu linasema ni kitu gani kadri unavyokitumia ndivyo kinavyoendelea kuwa kikubwa. Nirudie tena? Rudia. Swali linasema hivi, ni kitu gani kadri unavyokitumia ndivyo kinavyozidi kuwa kwenye maisha ya kila siku? Kitu gani unavyokitumia ndio kinazidi kuwa kikubwa? Nani kinatanuka? Tumbo. Tumbo gani linatanuka? Yaani kinazidi kutanuka yani. Ubongo. Ubongo sasa, ubongo unatanuka wakati upo hapa. Unaona kinatanuka kwenye ukubwa wa umbo. Yaani kwamba unavyozidi kukitumia na ambavyo kina. Kwa mfano unaweza kusema nguo unaweza kuchukua hivi na kubana, lakini unavyoeneza inaweza kufanya. Sasa nataka uniambie ni kitu gani? Achana nguo, nimekupa mfano. Kitu kile unavyozidi kukitumia ndio kinazidi kutanuka. Kile unavyozidi kukitumia kinazidi kutanuka. Twende. Kwa nini kitu? Ni hivyo. Unavyozidi cha nyumbani au cha kwenye mwili wako? Kitu. Ni kitu. I don't know. Swali la pili kienda upii. Ili sitaji jibu. Kuna hapo kuna comment section hapo, uniambie pia maswali yako. Yaani ni kitu gani unazidi kukitumia ndio ambavyo hilo swali umenikomoa jamaa. Tanuka. Sasa tumalizie swali la mwisho. Ile swali pia ni swali lipo katika upande wake. Akilishindwa itakuwa basi sio mfuatiliaji wa mpira, tutajua. Nataka uniambie ni mchezaji gani aliye kuchukua Ballon d'Or akiwa mlinzi? Yaani beki. Kwa jamaa. Ballon d'Or alikuwa ni nani huyu? Alichukua Ballon d'Or ni beki. Sio kafu. Sijapata. Hamna. Jojo yakuwa mshambuliaji, akwa beki. Ni wa Brazil, nishakumbuka. Cannavaro. Hilo amepatia. Kwa hiyo Cannavaro. Hayo maswali yako mawili sio yani hiyo maswali yako leo yakosa mimi. Ni maswali mepesi kwa mtu ambaye yani kwa mtu wa shule ya msingi anaweza akakupa majibu. Sasa shule ya msingi kule mpaka leo nikumbuke kweli. Kwa hata hilo nilokuambia kitu kikubwa ni mashule mepesi. Sasa kitu kikubwa gani? Nikikutajia moyo utaki, nitajia tumbo utaki. Ndio unajua mimi tumbo the more unapozidi kula ndio la kuwa kubwa. Kwa hapo amepata maswali mawili. Kwa hiyo pia unaenda katika comment section mtu kama ni shule sijafeli. Niko 50 ya 100. Hapo wanasema tupo katikati. 2 kwa 2. Ndio bana. Bana, hii ni Eat and Talk Vibe. Leo tulikuwa na mwanangu Kaivo. Nataka umwambie kijana ambaye anakaribia kukata tamaa. Na yaani unataka umwambie nini kijana ambaye nataka umwambie pale? Mumpe somo kijana ambaye anataka kukata tamaa. Kijana anaye karibu kukata tamaa. Anapoteza mambo mengi sana. Kwanza kukata tamaa ni dhambi. Na huyo kijana anayekaribia kukata tamaa, akikubali kukata tamaa, ataaga mashindano. Ni dhambi kwa kijana kukata tamaa. Sasa hauko 60 years, 40 years. Unakata tamaa ya nini? Kama huyo Dangote mwenyewe alikuja kutajirika ukubwani. Huyo Bakresa mwenyewe alikuja kutajirika ukubwani. Wewe unakata tamaa ya nini? Wachekeshaji wangapi tu wao wanakuja kujipata wakiwa saizi washazeeka. Au wachezaji wangapi sasa hivi vipaji vao vinakuja kuigundulika lakini wanakuambia umri umeenda. Sasa kama mchezaji anacheza katika kipindi fulani tu cha miaka lakini anakuja kujishtukia ukubwani na hakati tamaa. Unakata vipi tamaa kijana katika dunia sasa hizi, ulimwengu wa science na teknolojia? Yaani unakata tamaa mpaka kuna AI akili mnemba. Unakata tamaa vipi? Yaani fursa zipo kibao, unakata vipi tamaa? Binafsi kwanza mimi nachukia vijana wanaokata tamaa. Kwa sababu kwangu mimi nishaika kukata tamaa ni dhambi. Yaani kama unavyoona dhambi ya kuua, kwangu mimi na kukata tamaa ni dhambi. Yaani jaribu ushindwe, anguka, na ukianguka usiishie kuanguka. Nyanyuka, pambana, na ukishindwa kwenye jambo fulani, Mungu pengine amekufungulia jambo jingine. Kwa kijana, at least uwe mzee wa miaka 60 ukate tamaa, nitakwambia kweli age go, unakaribu kumaliza.
unakata vipi tamaa kijana kama watoto wadogo sasa mpaka watoto wadogo wanaajiriwa ajira za utotoni. Yes. Wewe kijana unakata vipi tamaa? Unakata tamaa Dar es Salaam. Ukiwa Njombe mahakama yako itakuwaje? Ni marufuku kukata tamaa. Yeah. Ukiona unakata tamaa, rudi hata nyumbani kwenu ukajipange. Ila usiseme kabisa mimi basi. Yaani wewe kijana unasema vipi basi? Fursa ziko kibao. Yeah. Ni wewe tu mwenyewe hujaamua kuwa na commitment. Ni marufuku kwa kijana kukata tamaa. Si mwambii chochote ila ni marufuku na kukata tamaa ni dhambi. Bana, ilikuwa ni time nzuri sana leo kupiga story na shabiki msomi. Sasa hivi nitakuwa namuita. Mtu ana degree. Sasa sio shabiki, sasa hivi nimebadilisha jina. Sasa hivi? Sasa hizi naitwa Kevo. Ile last born nimeiondoa. Okay. Alafu sasa hizi tu sio shabiki msomi. Yes. Sasa hizi wananiita Roy Royce football fan. Umejipa jina la Roy Royce football fan. Sasa uwezo kafanana na Kevo. Bana, kama nilivyokuwa, ilikuwa ni time nzuri sana. Tulikuwa zetu hapa Rafikis kama kawaida. Mimi na enjoy vibanzi vyangu hivi hapa. Mimi nakula vibanzi au sio bana? Ilikuwa ni time nzuri, tumepiga story, tumeenjoy. Pia tumeenjoy na chakula cha Rafikis kama kawaida. Na tumeenjoy story nyingi. Sasa kuna vitu vingi ambavyo ulikuwa vifahamu kutoka kwa Kevo, lakini umevijua leo. Ungejuaje kama Kevo na degree 2 leo kama isingekuwa hapa kuna Eat and Talk Vibe. Bana Kevo. Ilikuwa ni time nzuri sana bro. Kipindi kimeisha lakini bado tutakula off kipindi. Sio utakula tusizako Rafiki tumekuandalia bana. Bana, mimi ndo designer Snack. Pia usisahau kufollow, kusubscribe YouTube kama Eat and Talk Vibe kwa sababu kuna show nyingi zinakuja. Nyuma ya kamera yupo mwanangu D-Boy. Kama unataka picha kali, unataka mambo ma event yako maarusi sijui yaende sawa, nenda pale Instagram cheki D-Boy, atakupa kitu ambacho unataka wewe mwenyewe. Bana, hii Eat and Talk Vibe, tukutane next time. See you.